Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, karibuni sana. Nadhani inaonekana vizuri na darsa ina record. Alhamdulillah. Tupo ndani ya siku ya Jumatatu na tumebakisha siku moja, nadhani insha Allah tuweze kuingia katika Dhulhijja, tuingie katika masiku ya Dhulhijja. Allah tufanyie pesi tuweze kuingia salama na tuote tuingie katika masiku hayo 10, hali ya kuwa tuna nia ya kuyafunga masiku hayo. Alhamdulillah, Jumatatu leo ni siku ya kwanza katika wiki na imani wote tuko sahihi. It means kwamba hakuna anayeumwa, na kama yupo basi Allah amfanyie pesi. Kuna ndugu zetu ambao wana mitihani, Allah pia awaondolee mitihani hiyo, amin ya Rabbi. Tutakuwa tuna japo mwishoni kwa wale waliotueleza matatizo yake, basi tuwe tunamsomea japo suratul Sharhi, alam nashrah, ili Allah pia amfanyie wepesi. Ni moja ya msaada wetu kwake, insha Allah, kwa sababu wote tunaamini Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mponyaji na ndiyo mwenye kumfanyia mtu wepesi. Ni saa 3:05. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karibuni sana, bado hatujaanza na ndio tunaelekea katika kuanza darasa yetu ya tajwid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Rabbi. Bismillah. Darsa ya tajwid. Tulikuwa tupo katika somo la madda. Nahitaji tuanze moja kwa moja direct, kwa sababu dakika zetu naambiwa ni chache na huwa hatuwezi kusema tunaongeza dakika lisali moja. Insha Allah huenda tutaifikiria katika awamu nyingine katika kozi, lakini sasa hivi tutatumia muda huu wa dakika 40. So tuanze. Tumeongelea madda. Subhanallah, sijajua nini hapo mwishoni. Tuliongelea madda, hatujataka kuielezea si kuvuta, tunafanyaje kuvuta, no, hiyo ni awali, bali tumekuja kuziangalia types of madda, zile aina za madda au majina ya madda. So huku tunaiangalia madda kwa ukubwa zaidi. Okay? Kila kitu kimeenda awamu kwa awamu. So hili ndio darasa saizi yetu. Madda ni nini? Ni kuvuta. Na katika herufi zinazotumika kuvuta tumeshaona makundi mawili, huruful maddiya na lean letters, kundi aina mbili. Tumeanza na kundi moja tu kuliongelea, ambapo tumefahamu tayari aina mbili za madda. Tatu. Tumeifahamu maddu tabi'i, maddi asili ni ipi? Ni wau, alif au ya, ikiwa mbele yake hakuna hamza au herufi yenye sukuni, na huwa inavuta tu haraka mbili. Hiyo ni nature maddi. Okay? And then tukaelezea maddul badal. Maddul badal kiufupi ni hamza ikivuta herufi. Alhamdulillah, nimeona kwa wanawake wametuma mazoezi mengi sana. Wallahi, Allah wabarik, Allah afanyie pesa. Wanaume kukaa kuumiza kichwa huwa hatupendi. That why acha tu tubaki hivyo hivyo, and then tutaanza kumsingizia Mungu ndo alivyotuumba. Kwa wanaume actually tokea nilipotuma linki Ijumaa
Nimetuma link Ijumaa na leo naingia mpaka naona aibu kutuma link nyingine, maana ile link ndio iko pale pale chini. Yaani hakuna zoezi lililopita hata la mmoja pale. Hapo tunasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Wanaume ni wasimamizi. Tena ukimkosoa darasani, mwanaume akoselewi. Mwanaume anapitiwa. Anallah. Zoezi litakiwa wewe ndio utafute. Sio mimi nikutafutia. Sababu ingekuwa tuko awali mimi ningekutafutia. Maana la mada tukisema tu kuongelea mada, wewe ndio unatakiwa unionyeshe hii hapa. Sasa mimi tena nikuoneshe mada hii hapa. Itakuwa sio zoezi. Kwenye mtihani naweza nikakuwekea nafasi niandikie mfano wa maddul badali. Uniandikie pale. Sio mimi tena ndo nikuorodheshee mada pale. Okay. Bismillah. Actually nadhani tunaendea katika Eid inshallah. Hii darasa tukimaliza before Eid, kabla ya Eid inshallah tutafanya mtihani. Nadhani tutakuwa tushamaliza mada. Tutafanya jaribio nadhani wiki ya mbele. Alafu nadhani ndo tutaenda. Eid itakuwa Ijumaa. Kitu kama hicho. Kwa hiyo inshallah tutajitahidi labda Alhamis tufanye subhanallah. Hii wiki nadhani ndio itakuwa ya mwisho kwetu sisi. Hii wiki kwa ajili ya maandalizi ya Eid inshallah. Tutachukua wiki moja tu hiyo ya mbele. It means Jumatano tunakuwa tushaingia Dhulhijja, 1, 2 Alhamis, 3 Ijumaa, 4 Jumamosi, 5 Jumapili. Sio tutakao tushakaribia Eid kabisa. Hivi imebaki na kuna Arafa ndani yake, siku muhimu sana. Imebaki tu ni 7, 8, 9 kisha Eid. Kwa inshallah nadhani wiki ijayo tutakuwa lakini tutaangalia. Maana mimi mwenyewe sinaga amani nikiwa sijafundisha. Kwa hiyo kama tutakuwa wote tuko huru, hakuna ambaye ana vipengele, inshallah tutaendelea tu mpaka Alhamis, and then Eid tule Ijumaa ndo tupumzike. So mimi nikitaka unionyeshe mada, basi wewe ndo ufungue mushaf. Inshallah wanawake nimeingia, yani ni aya zimepigwa screenshot. It means kwamba ni mtu kapekua, kapiga screenshot, kaituma kwenye group. Kafungua mushaf, kasoma, kaipiga picha, kaituma kwenye group. Okay? Yeah, Allahu Akbar. Sasa sisi wanaume. Haya. Mad tukasoma maddul badal, maddu tabi'i, and then maddul iwad ambao tukasema ni maddu ya tanwin. Allah wabarik wote tuliofanya mazoezi, awafungulie ufahamu zaidi. Okay, tukasema maddu iwad yenyewe ni maddi ambayo unasimama na nini? Ni ile ambayo unatumia kusimama fidia. Unaifidia tanwin, unasimama na alif madda. Okay? Isipokuwa herufi moja tu. Tukasema isipokuwa herufi moja tu ambayo yenyewe hii huwa tunasimama hata ukikuta na fathatain. Unatakiwa usimame na ha sakin. Unaibadilisha mwisho iwe ha sakin. Ilikuwa sio tan, unasema mwisho unasimama na bezi tu. Hii hapo. Lakini zingine zote tunaziweka maddu iwad. Okay? Tuende leo aina nyingine ya madda hapa. Alhamdulillah, huenda tunaelewa wanaume, yani huenda tunaelewa lakini ni muda wa kufanya zoezi tu ndo tunakosa. Anallah. Okay. Tutalipima hili. Sasa tusome maddu iwad. Shamaliza maddu iwad. Maddu aridh lisukun. Hii ni aina 4 ya madda. Aina ya 4. Aina 3 zote tumezisoma ni kuvuta haraka 2. Aina 3 zote za nyuma ni kuvuta haraka 2. Lakini kuanzia hapa sasa hii madda yake inaongezeka uvutwaji wake. Hizo za nyuma zote ni haraka 2, usije ukavuta 4, 6, ngapi 5. No. Hizo zinavutwa haraka 2. Tabi'i, badal na iwad. Sio kaona tanwin mwisho kisha ukavuta zaidi mradi kwamba ni madda hii. No. Maddu aridh lisukun. Tuisikilize inamaanisha nini. Anasema maddi ya kusimama
kwa muda. Hii ni madda ambayo inatokea wakati wa kusimama kwa muda. Iwapo maddu tabi'i itafuatwa na herufi iliyo mwisho wa neno, ngoja nielewe mimi kwanza alafu nikuelewesha kwa ufupi. Maddu aridh ni nini? Maddu aridh ni maddi ambayo subhanallah. Haya, tuone kwanza maneno yake. Madda ya muda, kusimama kwa muda. Subhanallah. Okay, hii ni koma iko hapa, inamaanisha madda ya muda ni kisimamo cha muda iwapo maddu tabi'i, nikisema maddu tabi'i ni nini? Maddi ya asili. Iwapo maddu tabi'i itafuatiwa na herufi moja tu, yani unaiona hapa ni herufi moja ambayo unaenda ma'kul. You see that, tulisoma ule mfano mmoja tukasema hii haiwezi kuwa maddu tabi'i lakini kuna lam mbele ambayo unakwenda kusimama, imebakia herufi moja tu simama. Kuna maddu tabi'i mfano ma'kul, hamza ina sukun, kul, alafu imebakia herufi moja tu kwamba unakuja kusimama hapa hivi, ma'kul. Okay, sasa anasema iwapo maddu tabi'i, hii ni maddu tabi'i ikiwa utasimama na tanwin kasra, ma'kulin ilikuwa hivyo ma'kulin, kama tutakumbuka huu mfano, inakuwa maddu tabi'i. Lakini ukitaka kusimama, it means so lamu tatia nini? Sukun, ma'kul, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kwa nasema maddu tabi'i hii hapa, iwapo itabakia herufi moja tu unataka kusimama, ambapo utaifanya usimame na sakin, hapo msomaji hana budi kusimama na sukun, na msomaji anatakiwa kurefusha madda hiyo ambayo inaitwa hapo, itaitwa maddu aridh lisukun. Hii madda hapa ikiwa utakwenda kusimama haitoitwa tena maddu tabi'i, okay, mimi nitakuelezea kwa nini hapa. Naeleza kwanza kutokana na kitabu. Ikiwa hii madda hii ni maddu tabi'i hapa, ikiwa hausimami, okay, ikiwa unaunganisha utasema faja'alahum ka'asfin ma'kulin bismi, na itabaki kuvutwa haraka mbili, ma'kulin bismillahir rahman, umeunganisha hapo. Lakini ukiwa unasimama, una maddu tabi'i hapa, lakini unasimama, hii haiitwi tena maddu tabi'i. Ndicho anachokieleza hapa, bali itaitwa maddu aridh lisukun. Na ni kwa nini? Anasema kwa sababu maddu aridh lisukun inaweza kurefushwa kwa haraka 2, 4 mpaka 6. Maddu aridh lisukun yenyewe inarefushika haraka 2, 4 mpaka 6. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wote kwa mpigo. Tuielewe tena maddu aridh lisukun ni ipi. Anasema kwa ufupi hapa, nitakuelezea mimi kama mimi. Anasema angalia mfano huu hapa, ma'kulin, hii ni maddu tabi'i. Lakini hii maddu tabi'i ikiwa imebakisha herufi moja mbele, usimame, haiitwi tena maddu tabi'i. Ubakisha herufi moja mbele usimame na sukun, yani hii herufi hapa unatakiwa usimame na sukun, basi muda huo haitoitwa tena maddu tabi'i. Hapa itabadilishwa jina na itaitwa maddu aridh lisukun. Mfano moja ya sura ambayo tumeizoea sana, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Sema alhamdu wa dhani na mifano yote. Na share mashaf hapa, suratul Fatiha. Bismillah. Okay, hii ni suratul Fatiha, nimeshia mashaf hapa, bismillahir rahmanir rahim. Angalia mwishoni huku, mwishoni mwa aya, kwa sababu kasema maddu aridh lisukun, inakuwaje muda wake? Hii inaitwa maddu aridh lisukun. Kwa nini? Ikiwa madda, iangalie hii ya hapa, hii ya ndo madda.
maddu tabi'i hapa tutaiita, lakini muda gani? Inshallah nadhani kitatokea katika screen hapa, kimetake time. Hata unaweza ukaopen suratul Fatiha, is better. Aya naisoma hapa, kitachelewa kutokea, basi uta open au angalia mwisho, siji kina kwenye simu kinatokea wapi, subhanallah. Lakini kisha tokea hapa, mimi nadhani kinatokea kwa wote. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iangalie hii neno la mwisho tunalosimama rahim. Kuna madda hapa. Madda ni ipi? Madda ni hii ya hi. Hapo ndo tumevuta, hatujasema rahim. No. Sehemu ambayo unavuta maana yake umeweka madda. Madda iko ya. So hapa hii tutaita kiuhalisia hii ni maddu tabi'i. Ikiwa unaunganisha au umetaja mim na kasra rahimi, itabaki kuwa maddu tabi'i. Lakini muda gani inakuwa maddu aridh lisukun? Hilo ni jina, yani maddi inayotokana na sukun. Hii ikiwa mim, hii herufi ya mwisho, ikiwa madda imebakisha herufi moja tu. Sikiliza kwa makini tena. Ikiwa madda imebakisha herufi moja tu, usimame na sukun. Sio unasimamaje tena na sukun na kati kuna kasra hapo. Darasa ambalo tushapita. Unasimama na kasra. Hii darasa kama kuna mtu alikuwa hayuko basi anifahamishe namna ya kusimama mwishoni mwa maneno. Inshallah tena tutakutana nao mbele, iko mbele baada tu ya madda. Lakini ikiwa kuna kasra, fatha, dhamma, wewe unatakiwa usimame na sukun. Okay? So ikiwa umebakisha herufi moja madda, umebakisha herufi moja usimame na sukun, hii madda inaitwa maddu aridh lisukun. Na hapa hautovuta tena haraka mbili kama maddu tabi'i. Kwa sababu tena hatuvuti tu haraka mbili, ina 3, ina 4, ina mpaka 6, ndio huo itaitwa maddu aridh lisukun. Ishaongezeka kitu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Hapo hii nimeisoma tabi'i, huku mwisho nilivyosimama, kwa kuwa tu nimekuja tena huku mwisho nimeweka sukuni. Hii inaitwa Maliki Yawmiddin. Hii inabadilika inakuwa maddu aridh lisukun. Ni tofauti na hii, ni tofauti na hii mbili, ni tofauti na hii mbili. So hizi utavuta mbili, lakini hii inavutwa kuanzia hiyo 2, 4 mpaka 6. Lakini wanawazuoni wamependekeza yani ili usikanganyike, vuta 4. Okay, madda yake ni 4 ili usiulize kiona wewe utavuta hapa tutavutaje. Popote utakapozikuta unavuta 4. Ilhali wewe umesimama. Ukiunganisha inabaki kuwa maddu tabi'i. Ukisimama maddu aridh lisukun. Na sharti la maddu aridh lisukun. Sharti la maddu aridh lisukun. Tumeambiwa una uwezo wa kuvuta 2, 4 mpaka 6. Maddu aridh lisukun. Lakini sio hii ya kwanza, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya kwanza umevuta 4. Rahim. Alafu ya pili, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya pili ukavuta 2. Min. Hii umevuta 4. Rahim. Hii 2. Alamin. Alafu ijayo, Arrahmanir Rahim. Hii umeenda 6. No. Ya kwanza inapokuwa umevuta 4 na hii 4 na hii 4, zote zinavutwa 4. Labda hiyo umeunganisha umeifanya kuwa tabi'i. Lakini ukikusudia kuisoma maddu aridh lisukun 4 4 4 4 kote. Sio aya ya kwanza 2, ya tatu 4, ya pili no. Okay. Hapo somaji wako unanyoka. Bismillah. Okay. So sema tuisome 4 4. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. You see? Yani
jitahidi kukadiria ile 4 iwe 4, wala usiende 4 ikawa 6, 2 ikawa 4. Okay. Kwa jitahidi kuziweka kwamba hii nimesoma 4 na hapa ni 4 na hapa ni 4. Hiyo ni masharti ya maddu aridh lisukun. So lakini una uwezo wa kuvuta 2, 6 na 4, lakini kilichopenda ukiunganisha inabaki kuwa tabi'i, maddu tabi'i. Kilichosisitizwa unachotakiwa wewe hapo ni bora kuzivuta 4. So ili usikanganyike kwamba sasa hapa navuta ngapi, hapa ngapi. Kwa zote tu unaweza ukakadiria wewe kuvuta kwako maddu aridh lisukun ni 4. Turudie tena hapa kama ilivyoandikwa. Maddu aridh lisukun inamaanisha madda ya muda. Madda ya muda inatokea tu kwa muda ikiwa umesimama. Okay? Kwa ukiwa umesimama kwa muda, ikiwa kuna maddu tabi'i itabakisha herufi moja tu mbele ili usimame, iko mwishoni mwa neno, ambayo hiyo herufi pia utasimama na nini, na sakina. Hapo msomaji hana budi usoma maddu aridh lisukun, hiyo maddu tabi'i kubadilisha kuwa maddu aridh lisukun, na atavuta 2, 4 mpaka 6. Lakini kwa ajili ya sio kunyenyekea, hii ni kwa ajili ya kuweka sawa, unatakiwa tu uvute haraka 4. Hichi ni Kiingereza cha ChatGPT. Anajikutaga mjanja sana yule mwana, lakini kuna Kiswahili kingine hakiwezi. Sio kunyenyekea kwa ajili ya madda, hii ni kwa ajili ya kuweka sawa, basi utavuta haraka 4. Utakadiria tu kwamba hii 2, 4, 6, vizuri tu uvuta tu 4 zote. Okay? Lakini zinaingilia kote kote. Hii inaitwa maddu aridh lisukun. Asili yake ilikuwa ni nini? Maddu aridh lisukun. Asili yake ilikuwa ni nini maddu? Hili swali kwako. Ilikuwa ni nini mwanzo wa maddu aridh lisukun? Mfano. Sorry. Anasema hapa kwenye kitabu ili neno kumbuka. Kumbuka, maddu aridh lisukun inapatikana, inatokea ikiwa msomaji amesimama, ametakiwa kusimama. Lakini msomaji akiwa hajasimama, hiyo itaendelea kuwa maddu tabi'i. Hii ndio tulikuwa tunaelezana nyuma hapa. Maddu aridh asili yake ni nini? Asili ya maddu aridh ni maddu tabi'i. Okay? Maddu aridh asili yake ni nini? Ni maddu tabi'i. Mwanzo ilikuwa tabi'i. Lakini kwa sababu tunasimama, basi hiyo inaitwa maddu aridh lisukun. Hatutovuta tena haraka 2 tu peke yake, bali inaenda mpaka 4, 5, 6 zinafika huko. Inatokea tuna wewe unasoma kiraa gani? Kuna viraa vya kunungunika, mfano Mishari Rashid. Alhamdulillahi rabbil alamin. You see? Hiyo ni imeenda mpaka 6. So inategemea wewe unasoma kiraa gani na utaivutaje hiyo mada. Mwanzo wake ilikuwa ni maddu tabi'i. Haya. Tuangalie mifano ya maddu aridh lisukun. Katika kitabu chetu hichi ambacho kiko quality. Neno sijil. So tukisema kwamba anahitaji uonyeshe mfano, nahitaji ushare na mimi mfano. Mwalimu Imran yuko, ni mwalimu wa darasani, tumie sana kukosoa, lakini na mimi pia huwa napitia. Hii sijilin ni maddu, nikisema hivyo ni maddu tabi'i. Nikisimama sijil, lam nikiweka tusukun, tarmihim bihijaratin min sijil, hapo imebadilika na imekuwa maddu aridh lisukun. Akhihi, hiyo ni maddu tabi'i. Ndagani inakuwa maddu aridh lisukun.
Ngoja. Hii aya inaanzaje? Sini wa ummihi wa abi. Akhi. Nikisema akhi, hapo nimesimama na maddu aridh lisukun. Lakini nikisema akhihi, hiyo ni maddu tabi'i. Mfano mwingine, al-azimi maddu tabi'i. Maddu aridh lisukun ikiwa nasimama. Sharti tusisahau sharti. Usije ikawa herufi madda iko huku mwanzo huku, wewe ukasema hiyo ni maddu aridh lisukun. No, hapo hauendi kusimama. Sharti ni huwe umebakisha herufi moja, madda iko hapa na imebakia herufi moja tu, usimame. Hiyo ndio inaitwa maddu aridh lisukun. Sije kama kuna madda iko huku, wewe ukasema hiyo ni maddu aridh lisukun, kwa kuwa umesimama kwenye neno huku na hakuna madda, labda hapa madda iko huku. No. Okay? Kwa sharti madda iko hapa, ibakisha herufi moja tu, wewe usimame. Hiyo ndio tunaita maddu aridh lisukun. Al-azim. Nachoongelea hapa vitu tuleshane kwa maneno, usije kawa hivi. Ile neno lasomeka tarmihim. Wewe hii tarmihim, umeamka umeshiba, alafu then tarmihim ni maddu aridh lisukun. Hapa mimi nitakushangaa sana. Badala ya kukusahihisha, tabaki nimedua kwanza, alafu kwanza niuweke pending mpaka nije nikuseme tarmihim hii ni maddu aridh lisukun. Kweli? No. Hii ni maddu tabi'. Haiwezi kuwa maddu aridh lisukun hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu madda sio madda inatakiwa labda ingekuwa ndo hapa kwenda hapa, ibakisha herufi moja usimame, sio huku. Haiwezi kuwa maddu aridh lisukun hapo. Maddu aridh lisukun ni lazima iwe imebakisha herufi moja mbele usimame, hapo tunajiita maddu aridh lisukun. Mfano, Ar-Rahman, nimefuta haraka 4. Ar-Rahman, Ar-Rahman 6. Au yatasaalun amma yatasaalun, maddu aridh lisukun ni hii. Ar-Rahman maddu aridh lisukun ni hiyo madda hapo. Wala usio kaniambia maddu aridh lisukun ni hii. Takuwa ni kituko cha Arabic Service, tutatengeneza mimi. Okay, tuachane na hii maddu aridh lisukun. I think imeeleweka. Maddi moja leo, hala Allah. Bado tuna dakika, so nadhani tuna uwezo wa kuendelea kama muda unaruhusu, sababu hii ni wewe tu kunionyesha kwenye Qur'an. Poleni sana, nishashia kitabu. Ikiwa mtu haoni, basi ni vizuri akawa ametoka alafu akarejea tena. Pole sana. Swali kitabu, nimerudisha kitabu. Sasa hivi nitajifunza ni swali la kitoatoa. Maana naona hii ni kitoatoa, ni kama vile pia inawakatisha watu kuona. Alhamdulillah. Haya. Maddu aridh lisukun tumemaliza. Hii mimi nitahitaji wewe sasa unitumie nione mfano wako. Usitone tena kula alhamdu mimi ndo nishakuonesha Sheikh. Tafuta sura zingine, zipo nyingi. Yaani mimi tu kwenye kichwa hapa naziona, hii hapa fil, suratul fil. Usiilete tena suratul fil. Izimalize zote. Maun, usiilete maun. Tafuta. Fungua Raaita. Sasa tafuta zingine, isiwe fil, isiwe maun. Okay. Haya, qul ya ayyuhal kafirun. Usio kaileta hiyo qul ya ayyuh. Tafuta Sheikh. Fungua mushaf, nenda mbali. Tuone aina nyingine ya madda. Maddul lin. Naona kuna watu mazoezi yao ni kama vile kwenye kuswali pia, hahitaji kuumiza kichwa. Sura za kuswalia zipo hizi. Zina maddi hiyo. Maddul lin. Bismillahirrahmanirrahim. Tukumbuke maddul lin. Hii ni maddi ya mwisho. Leo tumesoma maddi moja tu.
Haya, mursalat ishatajwa na brother Ramadhan, na inategemea yeye ndo ataitoa kwenye suratul Mursalat. Sasa ifie wal mursalati urfa, nikaambiwa pale ni maddul lin. Urfa maddul lin. Tumwache brother Ramadhani atatoa katika mursalat. Hii tuliigusia kidogo herufi zake hapo nyuma. Tuimalizie hii and then inshallah tutaendelea katika maswali. Au ni muda, una uwezo wa kuruhusu swali, kuuliza swali. Sio utaulizaje na nimekumute. Mimi si unmute mpaka dakika 40 zikate. Lin, tukiongelea lin ni maddul lin. Hii tuliigusa hapo nyuma. Tukasema lin letters, herufi za lin. Lin ina maana ya urahisi. Urahisi, kitu kirahisi, kitu legevu, kutafuniwa mambo. Kuna watu wako hivyo. Herufi za lin ni waw sakin na ya sakin ikiwa imetanguliwa na herufi yenye fatha. Tulisema hilo. Herufi za lin ni nini? Ni waw sakin, ya sakin ikiwa imetanguliwa na herufi yenye fatha. Tusisahau hapo. Lin inamaanisha nini? Wepesi. Asili yake hizi sio madda nature kabisa kama tulivyozisoma hizo zingine. Zote za nyuma ukiangalia zimetokana na nature madda, inavutwa na waw madda, ya madda, alif madda. Lakini hii ni waw kabisa, ina alama ya sukun juu. Ya kabisa unaikuta ina alama ya sukun juu. Sasa ni lini tunapaswa kuifanya iwe madda? Hizi waw sakin, ya sakin ikiwa imetanguliwa na herufi yenye fatha. Je, ikiwa tu imetanguliwa na herufi yenye fatha ndo tunaifanya madda? Mbona a'udhu billahi minashaitani, mbona hapo sio madda? Minashai pale kuna ya sakin, nyuma kuna shini na fatha, lakini sio madda. Sasa ni muda gani tunapaswa kuifanya iwe madda? Kwa makini hapa. Sasa hii waw sakin, ya sakin pia usipokuwa makini itakuchanganya na hiyo maddu aridh lisukun. Anasema ikiwa moja ya herufi za lin, nikisema herufi za lin nisiulizwe ni nini. Ikiwa moja ya herufi za lin waw sakin na ya sakin, sio waw madda na ya madda, tutofautishe hapo. Ikiwa moja ya herufi za lin waw sakin nyuma kuna fatha, ya sakin nyuma kuna fatha, imebakisha herufi moja tu, pia imebakisha herufi moja tu mwishoni, herufi mwishoni mwa neno ambayo pia inasimamiwa na sakin. Huenda ni kwa sababu ya kusimama. Msomaji anapaswa kuongeza urefu wa urefu kwa muda katika lin. Hizo herufi za lin zitaongezwa urefu wa kuvutwa pale. Ilikuwa sio madda, kanuni yake inafanana kidogo na hiyo aridh lisukun, isipokuwa tu tofauti yake ni nini? Hizi ni sio madda letter, hizi ni lin letters, herufi rahisi. Okay, kanuni yake inafanana na ile. Ikiwa imebakisha herufi moja mbele, usimame kama ile. Msomaji anatakiwa kurefusha haraka 2, 4 mpaka 6. Tofauti ni nini? Hii ni waw sakin, nyuma kuna fatha, ya sakin, nyuma kuna fatha. Ikiwa imebakisha herufi moja mbele, usimame. Ikiwa hausimami, na yenyewe haiwezi kuvutika. Sharti uwe unasimama hapo. Narudia tena kanuni yake. Nasema muda gani inatakiwa ifanywe kuwa madda hizi herufi za lin? Ikiwa moja ya herufi za lin waw sakin nyuma kuna fatha, ya sakin nyuma kuna fatha, imebakisha herufi moja mwishoni ili usimame na sukun, msomaji anatakiwa kuongeza muda wa kuvuta. Anatakiwa kuvuta na atavuta mwenyewe, achague, atavuta 2, 4 mpaka 6. Mfano khawf, ukisimama khawf inabadilika na kuwa madda. Wa amanahum min khawf, isi nimeivuta hapo. Lakini ikiwa sisimami, hata sio maddu tabi'i, hii sio madda hii.
Ikiwa hausimami inabaki kuwa herufi ya kawaida. Wa amanahum min khawfin, inabaki kuwa wao vile vile, sio hata khawfi, no. Sharti uwe unasimama. Au albaiti, nikiunganisha kawaida. Khawfin nikiunganisha kawaida. Falyabudu rabba hadha albayt. You see? Hii suratu Quraish, watu wanaikariri Quraish. Tusitoe mfano kwenye Quraish. Hii mifano yote imeshatolewa kwenye Quraish. Tuangalie mfano katika sura zingine. Albayt. You see, imegeuka kwa madda. Kwa nini? Kwa sababu imebakisha herufi moja. Kwanza sharti nyuma kuna fatha, imebakisha herufi moja, usimame. Okay? Nyuma kuna fatha, bakisha herufi moja, usimame. Hilo ndo sharti lake. Albayt sahihi. Waswaif, ukiunganisha waswaifi. Okay, bainisha. Ila fihim rihlata ash-shita'i waswaifi. Kienda hivyo wewe sio tena madda hiyo. Waswaif umesimama. Hapo ndio inakuwa madda. Anasema if the reader will not stop, ikiwa hausimami hapo, no madda will apply. Sharti ni iwe umesimama hapo. Alhamdulillah. Hii inaitwa maddu lin. Ina tofauti ndogo sana na maddu aridh lisukun. Maddu aridh lisukun yenyewe ni maddi inayotokana na maddu tabi'i. Sharti yake ikiwa umebakisha herufi moja mbele usimame, inabadilika inakuwa maddu aridh lisukun. Tukija kwenye maddu lin, lin ni inaitwa nyepesi kwa Kiswahili fasaha. Yenyewe ni waw sakin au ya sakin, ikiwa nyuma yake kuna fatha na umebakisha herufi moja mbele usimame. Kisha herufi moja mbele usimame. Alhamdulillah. Haya, tuulize swali. I think dakika zimekata na imani maswali hayatakuwa mengi. Haya, inshallah leo kwa niaba, nadhani Ukhti Zainab amesema amechukua nafasi ya brother Abdul. Kwa brother Abdul tunatarajia tusikusikie kwa sababu Ukhti Zainab anaonekana ashasema wewe leo usizungumze, yeye ameshaongea, anaongea kwa niaba yako. Kwa jitahidi sana. Naam, kama kuna swali hapo nimeruhusu mic, unaweza unmute. Je, maddu aridh lisukun inaweza kuwa kati ya aya ikiwa pumzi zimeisha? Ya. Maddu aridh lisukun inaweza ikawa katikati mwa aya. Mfano, falyabudu rabba hadha albayt. Nikisema tu hivyo, hapo ni katikati ya aya, lakini imekuwa maddu aridh lisukun. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hii nadhani aya moja. Tena nikishaunganisha hapo inabaki kuwa sio tena maddu aridh. Tunaongelea maddu aridh lisukun au maddu lin. Sika nimechanganya hapo. Maddu aridh lisukun inaweza ikawa katikati mwa aya pia. Sorry, nimetolea mfano maddu lin. Alhamdulillah, kama kuna swali tunaruhusu sasa hivi. Naam, swali langu mimi ilikuwa kwenye ile badal. Ile inakuwa ni lazima amza iwe inafuatiwa na alif au hata ikifuatiwa na waw au ya, inakuwa tu yenyewe ni mad badal. Madul badal ikiwa imefuatiwa na alif au imefuatiwa na ya au waw, inakuwa ni hiyo hiyo. Yani herufi ya mbele yake ni alif au so ulisema hamza ikiwa imefuatiwa na alif au ndo nilikuwa nauliza hata ikifuatiwa na ya au waw inakuwa bado ni hivyo badal. Yani hizo unazozaja alif au ya ni madda. Yes. Hamza ikiwa inavuta madda
haitegemei inavuta tu alif madda au waw madda au ya madda. That way tukatoa mfano wa ya madda, liila, you see? Hiyo li ni hamza imevuta ya madda, kwa bado inaitwa maddu badal. Okay. Hapo nimeelewa. Na hii ni lazima ya iwe na sakna. Ya iwe na sakna. Yes. Maddul lin lazima ya iwe na sakna, waw iwe na sakna. Kwa maana isipowekwa hii alama inakuwa ni hiyo alidh sukun. Isipowekwa alama, yes, isingekuwa na sakin, ina maana ni madda kabisa ya kawaida. Ni ya madda, ni waw madda. Kwa hiyo tunaita aridh lisukun. Ingekuwa katika situation ya kubakisha herufi moja usimame. Okay. Shukran. Okay. Barakallahu fik. Matumaini yangu kama ameelewa brother, ameelewa ukhti Zai, wote tumeelewa. Haya, swali lingine. Mwalimu, na atakayesimama anapotakiwa kusimama na maddul lin na akasimama bila ya mad, itakuwa ni makosa maddul lin? Ikiwa umesimama wewe, mfano liila fi Quraish, pale unatakiwa uvute, inavutwa haraka mbili. So sahihisha hayo makosa, inakuwa ni nini? Ni kosa tena lililo dhahiri, linaloonekana kabisa. Okay, hii lazima inaitwa tajwid. Okay, liila fi Quraish, no, bora uvute hata haraka mbili, fi Quraish hivyo. Kwa hii inatakiwa usimame na madda, basi hivyo inakuwa ni kosa ambalo liko dhahiri, linaonekana. Maybe aina za vira. Wa alaikum salam wa rahmatullahi brother Fahmi. Kidogo kuna sehemu ulitaja asili yake hii madda, alafu asili yake ni nini? Kwa nauliza. Asili ya maddu aridh lisukun. Okay, nilisema maddu aridh lisukun asili yake, hilo huenda niliwauliza nyie wenyewe. Asili yake ni maddu tabi'i. Nilitaja hilo. Ukisema maddu aridh lisukun, maddi inayotokana na sukun, hata kanuni yake juu imeandikwa. Ilikuwa ni maddu tabi'i, lakini inakuwa maddu aridh lisukun kwa sababu imebakisha herufi moja usimame na sukun. Lakini licha ya kwamba ungekuwa hausimami, basi ingebaki kuwa vile vile katika asili yake ya maddu tabi'i. Alhamdulillah. Okay, swali lingine. I think dakika pia zimeenda. Alhamdulillah, kama nitakuwa nimeeleweka. Ni kwa namna gani naweza kutofautisha kuvuta hasa haraka 4 mpaka 6? Mara nyingi inashindwa kujua hapa mtu kavuta 4 6. Okay, madda kutofautisha ni kwa umakini kadogo sana, kwa sababu tumesema kadiria tu wewe wingi wa zile, kama hapa khawf, it means hiyo waw sukun, waw sukun, waw sukun, waw sukun. So wingi wa hii tu khawf, hiyo ni ngapi? Hiyo ni 4. Khawf mpaka hapa. So unaweza kuzikadiria hizi kwa wewe kuzura wa ni 4, hiyo sauti ya wa khawf. Okay, lakini ukiongeza 2 hivi khawf, na speed yake pia inakuwa imeongeza. Hiyo inakadirika. Unaweza ukapima kwa kuziunganisha. Je, hizo haraka 4, chukua wow 4, wingi wake kuzitaja pamoja, hiyo sauti yake kuburuza so utaona wingi wake. Unaweza kufanya hivyo, au njia nyingine ni hiyo kuhesabu vidole. Okay, haraka 4 khawf, so tokana na wingi wa kwako wewe wa vidole. Lakini wengi wanasema pima pia sekunde. Sekunde 1 ni haraka 2, sekunde 2 ni haraka 4, sekunde 3 ni haraka 6. Kwa unaweza pia ukafanya hivyo kwa wewe kupima sekunde. Haraka 4 it means sekunde ngapi? Shajichanganya tena. Wewe mwenyewe unaweza kupima huko kwa sekunde. Haraka 2 sekunde 1, haraka 4 sekunde 2. Hivyo. Khawf, si kama unaweza kutaja moja. So lakini hiyo yote kwa yote, njia nyepesi sana wewe fanya ile wau izidishe mara 4.
si ni kujumlisha. Wow. Wingi wa kutaja wa. Khauf, kutaja wa sita, wa. Khauf. So hiyo pia ukiweza kukadiria ndio ilikuwa ikitumika hata zamani kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Hiyo ndio tunaongelea haraka. Ila sasa hivi imerahisishwa kwa vidole, japo pia kuna uzee tofauti, kukunjua na njia zingine zilizokuja kurahisisha. Alhamdulillah, leo tumetumia dakika nyingi sana. Kwa hiyo hata swali hili. Kwa hivyo mwalimu, kuvuta wingi wa haraka ni sharti ama ni kupenda kwa msomaji? Anachagua haraka. Ikiwa zatu wetu tunazisoma hizi mada, ukikuta kuna mada ni lazima uivute. Ukikuta kuna mada ni lazima uivute. Yani let's say niseme tu idha jaa nasrullahi al-fath. Yani idha jaa nasr, na pale kuna idha jaa unatakuwa uivute, basi wewe umejikosesha thawabu. Okay? Thawabu 10 za kila herufi hapo umezikosa. Madda, kuna maddi dhatu wetu tumesoma majina yake. Kuna maddi mpaka hii ni lazima uvute haraka zake hizo. Lakini si kama kuna madda wewe hujavuta hata kidogo pale. Sio urembo huu katika Qur'an. Kwa hiyo hata ukisimama kati ya ikiwa pumzi zimekwisha, lazima kuwe na herufi ya madda kabla ya herufi ya mwisho. Kwa hiyo hata ukisimama kati ya ikiwa pumzi zimekwisha, lazima kuwe na herufi ya madda kabla sio lazima kuwe kuna herufi ya madda. Sometimes unakata pumzi, alhamdulillahi rabbi, umekata kwenye rabbi, hakuna hapo madda, mfano tu huu. Lakini utasimama vile vile kama hii bani qalqala rabbi, tagonga alhamdulillahi rabbil umeweza kwenda hadi mwisho, nenda hadi mwisho. Haitegemei kwamba umesimama ni kwenye pumzi, bali kanuni ina apply pale itakapoikuta ndio inafanya kazi. Okay, inshallah kesho pia tutazirejea. Tumezisoma mbili ambazo kwa kuzisoma leo pamoja ndio zinachanganya. Kanuni yake zinafanana hii na hii. Japo mimi nimeona ndo kama rahisi, sababu ni kama kurwa na doto vile. Tofauti yao ni vishangazi vyeusi tu. Huyu yeye yuko hivyo hivyo wa pili na yule ni wa pili, bakisha herufi moja kutoka, herufi moja kutoka, hivyo hivyo. Okay, so maddi ni kitu cha msingi sana. That way tunaisoma kuanzia awali. Na tumeisoma hivyo subhanallah. Inshallah wenda tutakuja kuelezea vizuri zaidi mbele. Ila Qur'ani ni moja na inabaki kuwa hiyo ambayo inagaidiwa na tajwid. Yani inalindwa na tajwid. Sije ikatokea hata ukakuta mushaf haina madda, wewe tueleze hii mushaf mbona haina madda hapa. Okay, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran wa jazakumullahu khair. Wa ma'assalam. Inshallah tutatunga mtihani, nishasema hilo inshallah nadhani kabla ya Eid. Inshallah one day. See you in Jannah.